Mpendwa, na mshukuru Mungu katika Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 10. Na shukuru Mungu amekuwa mwema, amekuwa mwingi wa fadhili katika maishani mwetu. Yeye amekuwa mlinzi wa ajabu. Basi katika siku ya leo nataka nikazungumze na wewe kwa sababu watu wamekosa kuacha hawachi tabia za kutegemea. Wacha nikuletee mfalme mmoja ambaye naye alikuwa ni mtu wa kutegemea watu, na katika maisha yake akawa anafanya vitu vya aibu, kwa sababu mfalme wa Shamu alikuwa na uwezo, ana nguvu, akaanza kuacha kumtegemea Mungu. Asa akamtegemea mfalme wa Shamu, akawa kama mungu wake. Na ndivyo ilivyo katika maisha yako. Hayafanikiwi, maisha yako yamekuwa ya shida kwa sababu ya kutegemea watu. Wapendwa, acha kutegemea watu, tegemea Mungu. Acha kutegemea watu. Watu wanaweza kusababisha ukakosana Mungu wako. Wewe unasema nimeokoka, Yesu ni Bwana, ni mwokozi wa maisha yangu, lakini kile ambacho unakifanya ni kitu cha aibu. Hebu tusikize kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 16 mstari ule wa 7. Wakati ule Hanani mwonaji alimwendea Asa mfalme wa Yuda, akamwambia kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu, umemtegemea mfalme wa Shamu. Mwonaji akakaa akaona ya kwamba Asa kazi yake anafanya kazi ya ufalme, lakini katika kazi ile anafanya, baada ya kutegemea Mungu, anategemea mfalme wa Shamu. Yaani kila kitu anachofanya anajua kwamba kuna mtu ataniokoa. Yaani unaishi ukijua kwamba kuna mtu ambaye atanisaidia. Wacha kutegemea watu, simama na Mungu katika maishani mwako. Ukitaka ufanikiwe mpendwa, wacha kuangalia watu, tazamia Mungu katika maishani mwako ili ukapate baraka katika maishani mwako. Wacha kuangalia watu ambao wanadamu watakufisha moyo. Unapoona kwamba wategemea wataanza kukufisha moyo, wataanza kuharibu moyo wako. Moyo wako utaacha kumwamini Mungu na utaanza kuamini wanadamu. So Asa anafanya makosa. Maandiko yanasema kwamba Hanani nabii wa Bwana akamwendea Asa mfalme wa Yuda, akamwambia, ewe mfalme Asa, mbona unafanya mambo haya? Kwa nini unategemea mfalme wa Shamu? Yaani unaacha kumtegemea Mungu, unategemea mfalme wa Shamu. Angalia, anasema kwamba Mungu akamwambia kwamba katika maisha mwako, akamwambia Mungu wako, kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Wakati unapotegemea mtu, yule mtu anaokoka, jeshi lake, familia yake inaokoka, familia yake inaokolewa, kwa sababu wewe umeacha kumtegemea Mungu, naye Mungu anaangalia yule unamtegemea. Sasa katika maisha yako umefanya makosa, acha hiyo makosa unayofanya kila wakati. Acha kuangalia watu na kubeba watu na kuangalia hawa watanisaidia, hawa watanifanya nini. Mpendwa, acha kutegemea watu, bali mtegemee Mungu. Ukimtegemea Mungu hutaibika, bali ukitegemea wanadamu utaibika sana. Mungu amemtuma mtumishi wa Bwana, nabii wa Bwana, mwonaji wa Bwana, anatumwa Hanani, anaambiwa nenda kwa Asa ukamwambie kwa nini wewe unafanya mambo haya. Basi kwa sababu unamtegemea mfalme wa Shamu, basi mfalme wa Shamu na jeshi lake limepata kuokolewa katika mikononi mwako. Vile ambavyo umeacha kumtegemea Mungu, sasa unamtegemea huyo, na huyo naye anaokolewa, na wewe unabaki katika shida, unabaki katika matatizo. Unajiuliza kwa nini maisha yako unategemea mtu. Unalia kwa sababu ndugu yako hakusaidii. Unaangalia familia ya kwenu haikusaidii, ndipo unaangalia kila wakati, unakuwa na uchungu wa moyo kwa sababu unategemea ndugu yako ambaye amefanikiwa. Acha kutegemea watu, tegemea Mungu katika maishani mwako. Mtazame Mungu wa mbinguni atasimama katika ndani ya maisha yako mpendwa. Wacha kuangalia watu, wacha kuangalia familia, maana hao watu ndugu zako unawalaumu kila wakati, unasema kwamba hawawezi kusaidia. Angalia Hanani, mtumishi wa Mungu, anatumwa kwa Asa mfalme wa Yuda, anaambiwa kwamba kwa nini wewe unategemea mfalme wa Shamu?
Angalia sasa, kwa sababu unategemea mfalme wa Shamu, Mungu sasa ameingilia katika mfalme wa Shamu, ameingilia na anamuokoa, na jeshi la Shamu linaokolewa kwa sababu ya Asa. Kwa sababu gani anafanya hivyo? Kwa sababu anatenda mambo ya upumbavu, anafanya mambo ambayo si mazuri. Yeye mwenyewe alikuwa anajiona kwamba anafanya mambo mazuri, lakini kumbe alikuwa anafanya mambo ya upumbavu. Kwa hivyo katika ndani maishani mwako, wacha kuangalia, wacha kulia na watu, wacha kulia na ndugu zako, wacha kulia na watu ambao hawawezi kukufaa kitu. Angalia, simamia na Mungu, tegemea Mungu kwa maisha yako, na kila kitu chako kitakuwa sawa sawa. Mpendwa, funguka macho yako. Mpendwa, angalia, ulimwengu umegeuka sasa. Ulimwengu umekuwa na shida nyingi kwa sababu kila wakati watu wanalia na ndugu zao. Kwa nini huyo hanisaidii? Mbona huyo hanisaidii? Na unakuta katika hali hiyo imesababisha watu wamekaa katika umasikini, wamekaa katika hali ya shida. Wale ambao wanawalilia wameweka kama Mungu zao, wameweka kama Mungu amewaokoa. Ndio maana jeshi la Shamu likaokolewa katika mikono mwake Asa, kwa sababu Asa alifanya mambo ya upumbavu. Baada ya kutegemea Mungu, akamtegemea mfalme wa Shamu, na Mungu akamtuma nabii wa Bwana. Na leo amenituma ili nikuambie katika maneno haya. Najua utajiuliza maswali, kwa nini nakuambia mambo haya? Ni kwa sababu nimeona katika tabia za watu wengi, tabia za watu wamekaa wakiangalia, wanalia kila wakati, na mateso zinakuwa, shida zinakuwa kwa familia, kwa sababu wanalaumu katika ndugu zao, wanalaumu wale watu kwa sababu wanaona kwamba hawawasaidii, maana wana kazi, na wanasema fulani, mbona kuna kazi, mbona hanisaidii? Na hii ndio imesababisha watu wanalia kila siku, kwa sababu wanawategemea ndugu zao, wanategemea mama zao, wanategemea familia. Ndio maana hata watu wengi hawaolewi kwa sababu ya kutegemea watu. Acheni hii tabia ya kutegemea. Usiwe kama Asa mfalme wa Yuda alikuwa akitegemea mfalme wa Shamu ili atamwokoa kwa sababu ana jeshi lenye nguvu. Lakini katika maishani mwako, angalia ni nini ambacho ndipo maandiko yanasema kwamba je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno? Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa sana mno? Hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana, lakini kwa kuwa walikuwa wamemtegemea Bwana. Angalia maandiko yanasema kwamba, angalia, Walubi na Wakushi walikuwa wanamtegemea Bwana, na ndio maana wakawa na jeshi kubwa, wakawa na magari, wakawa na mafarasi. Ndani ya maisha yako mtegemee Bwana, nao utabarikiwa, nao utainuliwa katika maisha yako. Unakosa kuinuliwa, unakosa kubarikiwa kwa sababu kila wakati wewe ni mtu wa kulaumu. Fulani hajanifanyia, fulani Acha kulaumu watu, mtegemee Bwana. Mtegemee Bwana. Maandiko yanasema kwamba je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana, lakini ni kwa kuwa walimtegemea Bwana. Walikuwa na jeshi kubwa, na kwa sababu ya kuwa walimtegemea Bwana, jeshi lao likaendelea kuongezeka, wakawa na magari, wakawa na mafarasi, wakafanikiwa katika kimaisha. Wewe katika maisha yako ni kulia kila wakati na kulaumu. Utabaki ukilaumu, utakufa ukilaumu. Mpendwa, toka katika njia hiyo, simama na kumwamini Mungu, simama na njia za Bwana, na maisha yako yatabarikiwa, maisha yako yataweza kuinuliwa. Watu wengi sasa wanakufa masikini, wanakufa na shida kwa sababu katika maishani mwao wametegemea ndugu zao, wametegemea mama zao, wametegemea ndugu zao na mama zao na baba zao. Katika maisha yao wamekuwa wenye shida mno, wamekuwa wenye shida, na hiyo shida zimeenea mpaka zimefika watu wanalaumu serikali, wanalaumu kwa sababu ndani ya maisha yao kuna vile wametegemea, wamekuwa watu ndo Mungu yao. Angalia, anasema kwamba je, hao Wakushi na Walubi, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa? Na hii ni kwa sababu hawakuwa jeshi kubwa, na hii ni kwa sababu walimtegemea Bwana. Wakawa jeshi kubwa, wakawa na magari, wakawa na wapanda farasi. Utategemea sangapi? Utakuwaje na kitu chako?
katika maishani mwako. Utakuwaje na kitu chako? Mpaka lini utakuwa na kitu chako? Kwa sababu shida moja ni kwamba umetegemea watu, na kwa sababu umetegemea watu, maandiko yanasema kwamba anayemtegemea wanadamu amelaniwa. Na watu wengi hawajui wanaishi kwa kutegemea watu, na hii ndio imekuwa shida, na maisha yao inaendelea kuwa shida katika maishani mwao. Kwa hivyo wapendwa, acha kutegemea, acha kuwategemea watu, mtegemee Bwana ukapate kuinuliwa. Mtegemee Mungu katika maishani mwako, naye Mungu wa mbinguni ataweza kuonekana katika maishani mwako. Acha hiyo tabia ambayo unasimama nayo. Kama utaacha, mpendwa, wacha nikwambie na kuhakikishia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nimetumwa kwako nikwambie mambo haya, kwa sababu Mungu amekasirishwa na wanadamu, amekasirishwa na watu, kwa sababu Asa alikuwa anafanya vitu vya upumbavu, kwa sababu alikuwa anategemea mfalme wa Shamu. Ndio maana Walubi walikuwa wanamtegemea Bwana. Haleluya! Yaani Walubi na Wakushi walikuwa wanamtegemea Bwana, wakawa wanamtegemea Bwana, wakawa na magari, wakawa na jeshi kubwa, wakawa na wapanda farasi ndani ya maisha yao, wakawa wanafanya mambo mazuri. Wapendwa, kama unataka ufanye mambo mazuri na watu waweze kukusifu, hemu mtegemee Bwana, mkubali Bwana kwa maisha yako. Tembea na Mungu, tembea na Mungu, maana mitandao mingi imejaa uchafu. Kila unaposoma mitandao imejaa uchafu ni kwa sababu wametegemea wanadamu, na mtegemea mwanadamu amelaniwa. Anamtegemea mwanadamu. Maana Asa katika maisha yake hata mwisho wake alikufa na ugonjwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu yeye alikuwa anategemea watu baada ya kutegemea Mungu. Na wewe katika maishani mwako umetegemea wanadamu baada ya kutegemea Mungu. Asa alifanya mambo ya upumbavu. Kwa hivyo na wewe pia usifanye mambo kama hayo ili ubarikiwe. Nimetumwa kwako, kama utanikubali na maisha yako yatabadilika. Kama mtume na nabii wa Bwana niliyetumwa kwako, leo nataka maisha yako yaweze kubadilika. Nataka uwe kama jeshi kubwa, uweze kufanikiwa, uweze kuwa na magari na uwe na vitu vyako mwenyewe, uwe na vitu vya kumiliki, uweze kumiliki vitu vyako wewe mwenyewe. Acha kuwategemea watu, bali mtegemee Bwana wa majeshi, na Mungu wa mbinguni ataonekana. Tukienda katika mstari ule wa 9, inasema ya kwamba kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote ili kujionyesha mwenye nguvu, ili kujionyesha. Macho ya Bwana yanakimbia, macho ya Bwana wa majeshi yanakimbia kila mahali, yanaangalia ni nani ambaye anategemea mtu, nani ambaye anategemea wanadamu, ni nani ambaye anategemea ndugu zake, nani ambaye anategemea. Acha vitu hivyo. Macho ya Mungu yanakimbia duniani, yakitazama, yakiangalia ni nani ambaye anasimama katika njia za Bwana. Mtegemee Mungu. Katika siku ya leo nataka nikwambie umtegemee Mungu. Wacha kuwategemea wanadamu, wacha kuwatazamia wanadamu. Mtazamie Mungu upate kufanikiwa. Mtazamie Mungu ili ukaweze kuinuliwa. Mtazamie Bwana wa majeshi katika maishani mwako ili ukaweze kufanikiwa. Watu wengi wamepoteza focus yao, katika mtazamo wao umepotea, maisha yao yameharibika, kila kitu hakiendi vizuri. Ni kwa sababu mitazamo yao, tegemeo lao ni watu. Lakini Mungu wa majeshi anataka kufungue na aweze kukubariki, na wewe pia uwe na kitu chako katika ndani ya maishani mwako, ili Mungu wa mbinguni aweze kuonekana katika maishani mwako. Mpendwa, simama na Mungu katika maishani mwako, simama na Bwana, naye Bwana wa majeshi ataweza kuonekana juu ya maisha yako. Kwa hivyo wapendwa, usiwe na mtu kama wale wengine vile wanafanya. Unajua watu sijui ni macho ya Mungu yanakimbia duniani. Macho ya Bwana yanakimbia kila mahali, yakiangalia ni nini kinachoendelea, ni nini ambacho kinakuwa. Angalia ili ajionyeshe mwenye nguvu. Hemu mtazamie Bwana, mtegemee Mungu, na katika maisha yako yakaweze kuinuliwa. Angalia maandiko yanasema kwamba akuonyeshe mwenye nguvu kwa hao waliokamilika katika moyo, waliokamilika moyo
unaoelekea kwake, watu ambao mioyo yao imekamilika kwa Bwana, mioyo ambayo haitegemei watu, watu ambao hawategemei watu, wanategemea Mungu, hawategemei mikutano, hawategemei vile vitu ambao waoni kienda pale ndio utabarikiwa. No, tegemea Mungu, fanya mapenzi ya Mungu na maisha yako yatabarikiwa. Lakini ukitegemea watu, wacha nikwambie mpendwa, hakuna jeshi kubwa, hakuna ulinzi katika maishani mwako. Katika maishani mwako utakuwa mtu wa shida, utakuwa mtu wa kulia kila wakati mateso, utakuwa mtu wa kuwa na matatizo kila wakati, bali mtegemee Bwana. Na kila anayemtegemea Bwana anafanikiwa katika maishani mwake. Anategemea watu, yeye hakuna kufanikiwa. Angalia katika hapa, anasema macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani yakitazama mtu ambaye ni mkamilifu. Hayo akamwambia kwamba kwa hayo umetenda upambavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Anaambiwa Asa, macho ya Mungu hukimbia kimbia duniani yakitazama huku na kule, yakiangalia mtu mkamilifu. Lakini angalia Asa, vile umefanya, umetenda mambo ya upambavu, na kuanza sasa utakuwa mtu wa vita. Kila anayetegemea wanadamu atakuwa mtu wa vita. Serikali nyingi zinaharibika kwa sababu anategemea watu. Unajua nikiingia kwa serikali, unajua mimi nitafanya, lakini akiingia kwa serikali anaanza kuharibikiwa kwa sababu katika ndani yake kuna watu walikuwa wamewaweka. Kuna watu ambao wamewategemea, na watu wengi wamekuwa na shida kwa sababu kuna vitu ambavyo wamevitegemea. Wapendwa, mtegemee Bwana. Asa mfalme akategemea mfalme wa Shamu, mfalme wa Yuda akategemea mfalme wa Shamu, na katika maisha yake yakaharibika. Na Mungu akamwambia, ewe Asa, sasa umefanya mambo ya upambavu, kwa sababu utakuwa na vita. Na ndio maana katika familia nyingi zinavunjika, familia nyingi zinaharibika kwa sababu wanafanya mambo ya upambavu. Kila wakati wanategemea wanadamu, wanategemea huyu atanisaidia, huyu atanifanya nini. Wacha kutegemea watu, tegemea Mungu. Tegemea katika maisha yako, tembea na Bwana, mwabudu Bwana, simama na Mungu katika maishani mwako, nao utaweza kufanikiwa. Lakini unapotegemea wanadamu wanataka wakusaidie ili wakusimange, ili wakufiolee, ili wakutendee mabaya. Katika maishani mwako mtegemee Mungu na uendelee kumwamini Mungu, na utafanikiwa. Kama utamtegemea Bwana, utakuwa na jeshi kubwa, utakuwa na magari, utakuwa na kupanda farasi, utakuwa na vitu yako. Yaani manake ni kwamba utakuwa na miliki yako mwenyewe. Manake ni kwamba utajipatia vitu ambavyo vitakusaidia kwa maisha yako. Wacha kutegemea watu. Wacha kutegemea watu. Watu hawatakusaidia. Watu watakusaidia na watakusimanga, na watu watakusababishia hata ndoa yako itaharibika, maisha yako yataharibika, kwa sababu watu wana mambo yao. Asa mfalme wa Shamu, mfalme wa Shamu akategemewa na mfalme wa Yuda. Yaani Asa mfalme wa Yuda akategemea mfalme wa Shamu. Baada ya kutegemea Mungu, Mungu amekupa vitu vyako mwenyewe. Bwana amekupa, kwani wategemea vya ndugu zako? Wewe una mali zako mwenyewe. Wewe wacha kulaumu. Wacha kutembea na kulaumu, wale wangenisaidia, maisha yangu ingekuwa mazuri, wangenisaidia. Wacha mambo hayo. Simama na jina la Mungu wa majeshi. Simama na Yesu Kristo katika maishani mwako, nao utabarikiwa, nao utainuliwa, utakuwa na jeshi kubwa. Maana Walubi walimtegemea Bwana, Walubi na Wakushi walimtegemea Bwana. Lakini angalia Asa mfalme wa Yuda, ni mfalme ambaye ako katika njia nzuri, yuko kwa njia ya Bwana, lakini ameokoka. Anasema Bwana ni mwokozi wa maisha yake, lakini katika ndani yake ni kutegemea watu, kutegemea watu. Wacha kutegemea watu. Haleluya, asante Yesu. Katika maisha yako ukitambua hili, utapata kubarikiwa, utapata kuinuliwa. Unasema wengine wananunua magari, wengine wanaishi vizuri, wengine watakosaje kuishi maisha mazuri? Wapendwa, watakosaje kuishi maisha mazuri? Maana yeye amemtegemea Bwana. Maisha yake amejipenda kwa Bwana. Anaimba wimbo, ni Bwana ametenda, ni Bwana ametenda. Ndani ya maisha yako Walubi na Wakushi walifanikiwa sana kwa sababu walikuwa wanamtegemea Bwana. Lakini mtu mmoja hasa alitenda mambo ya upumbavu na akajisababishia vita kwa maisha yake. Vita vingine vinakuja ni kwa sababu wewe mwenyewe umejipiana kwa watu.
Umejipeana mpendwa, dada mpendwa, baba mpendwa, kijana wangu, acha kuwategemea wanadamu, mtegemee Mungu. Kitabu cha Isaya mlango ule wa 50, Isaya chapter 50 verse 10 inasema hivi kwamba ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana, aliye mtumishi, aitiaye sauti ya mtumishi wake? Ni nani? Ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana, aitiaye sauti ya watumishi wake? Awatiaye, anayewatii katika ndani ya maisha ya watu. Ukitaka ufanikiwe, itii sauti ya Bwana, naye Bwana ataitii sauti yako. Kama wewe ni mtumishi wake, naye Bwana atasimama na wewe. Angalia katika, anasema kwamba yeye aendaye katika giza wala hapana nuru, naye alitumainia jina la Bwana. Anayeenda kwa giza. Ni kweli unaangalia, unalala, ukiangalia katika maishani mwako hakuna kazi, unaona maisha yako, unatembea, yani hujui utapata wapi, yani hujui katika ufanisi wako utapatikana wapi. Maandiko yanasema ya kwamba katika neno hili nasema kwamba yeye aendaye katika giza, yeye aendaye katika giza. Ni kweli katika maishani mwako unaenda katika giza, unaangalia katika maishani mwako, ukilala ukiamuka hujui utafanya kazi gani, maana hakuna kazi. Unatembea ukiangalia maisha yako yamekuwa magumu. Angalia maandiko yanasema kwamba yeye aendaye katika giza, huyo aendaye katika giza, maana hakuna nuru katika ndani yake, maana ndani yake huyo anamtegemea Bwana. Haijalishi ya kwamba maisha yake hakuna kitu, maisha yake imekuwa na shida, ndani ya maisha yake hajui atafanya wapi, watu wanamsimanga, maana maisha yake yameharibika. Mpendwa, mtegemee Bwana. Haleluya. Nalipenda hili neno sana, nalipenda hili neno la Bwana, maana katika maishani mwako unajiuliza, mimi katika nitafanya kazi gani? Hakuna kazi, hakuna mtu anaandikwa kazi, lakini anayemtegemea Bwana, Bwana wa majeshi hata mtupa, mtu huyu ataweza kufanikiwa katika maishani mwake. Anasema ya kwamba yeye aendaye katika giza wala hana nuru, naye alitumainia jina la Bwana. Anatembea na hakuna nuru. Hemu lifahamu vizuri hili neno. Usipoelewa na kwamba inasema kwamba yule ambaye hajaokoka, anasema mtu ambaye anaenda katika giza, ambaye hakuna nuru ndani yake. Yani maana yake ni kwamba kuna watu ambao wanakuingilia kwa sababu huna chako, yani maisha yako una shida, yani unamtegemea Mungu, yani hakuna kitu, kila kitu nyumbani mwako kimeharibika, kila kitu kimeharibika, yani maisha yako ni maisha ya shida. Lakini ukiwa unamtegemea Bwana katika maisha mwako, kuna mambo mazuri. Mpendwa, mtegemee Bwana na maisha yako itakuwa mazuri. Angalia, anasema kwamba wala hana nuru, naye alimtumainia Bwana na kumtegemea Bwana Mungu wake. Mtu huyo atafurahia sana, mtu huyu ataliinua jina la Bwana, mtu huyo ataweza kufanikiwa, ataweza kuwa na magari na farasi, atakuwa na jeshi kubwa, atakuwa na ulinzi katika maishani mwake, kwa sababu Bwana wa majeshi yuko upande wake. Wapendwa, katika ndani ya maishani mwako sio rahisi. Not easy my father, my friend, not easy. Si kitu rahisi. Unapitia katika mambo mazito ndani ya maisha yako, unatembea na hakuna nuru. Ndio maana watu wengine wanaanza kujitafutia nuru, wanakimbia kwa waganga, wanakimbia huku na kule wakitafuta msaada. Haleluya. Wanatafuta msaada, baada ya kumtegemea Mungu wanategemea wanadamu. Ndani ya maisha yako kuna vitu ambavyo vimeharibika kwa sababu ya kutegemea watu. Asa tumemwona jinsi alivyokuwa anafanya. Asa akawa anategemea watu wale ambao alikuwa anawafurahia, yani akawa anajua kabisa huyu ndugu yangu vile na mali nyingi atanisaidia. Yani akaona mfalme wa Shamu anaweza kumsaidia kwa sababu yeye ana jeshi zuri, yeye akaona watu wenye silaha, akaona nikishikamana na hawa nitakuwa vizuri. Akasababisha mfalme wa Shamu
jeshi lake likawa na nguvu, likaokolewa, lakini la Asa likaharibiwa, maana alitenda mambo ya upumbavu. Kwa hivyo hata wewe usifanye mambo kama hayo. Kutegemea watu inaleta mambo ya upumbavu. Kutegemea wanadamu inaleta mambo ya upumbavu. Ukiona kwamba watu wanakufyolea ndani ya maisha yako, wacha kuangalia watu, wacha kuangalia wanadamu, muangalie Bwana. Angalia Mungu katika maisha mwako, naye Mungu atafanya kazi kwa maisha yako. Wacha kutegemea wanadamu, wacha kutegemea watu, wacha kutegemea watu, naye Mungu wa mbinguni atakubariki. Mungu atakuinua mpendwa. Wacha kuangalia watu kama Asa alivyokuwa anafanya. Hapa inasema kwamba ambaye alimtumainia jina la Bwana, naye na Bwana ni tegemeo lake. Tazama nyinyi nyote muwashao moto, nyinyi mnaowasha moto. Unasema kwamba wacha niende kwa mganga, atanifanyia kerizi, katanisaidia. Unawasha moto wa kukulinda. Unasema kwamba wacha niende pale nikapewe kitu erizi ili kwamba ikaweze kunisaidia. Wewe unayewasha moto, unayejisaidia mwenyewe, wacha nikwambie, unajiletea shida. Unajiletea shida. Unasema wacha, unajua lakini fanyika kitu hivi, katanilinda, katanihifadhi. Ndani ya maisha yako wapendwa, maisha yenu mmeharibu nyinyi wenyewe. Sasa Bwana amenambia urudi kwa Bwana. Acha, tubu sasa, mwambie Bwana nisamehe. Kama unataka uanze kufanikiwa, mwambie Bwana nisamehe, kwa sababu nimewategemea watu, nimewategemea wanadamu, nimeona wanadamu, nimewategemea watu hawa. Katika ndani ya maisha yako umekuwa mtu wa kutegemea watu. Acha kutegemea watu. Acha kutegemea watu. Anasema tazama nyinyi nyote muwashao moto, mujifanyiao ngao na mienge ndani nyinyi katika mwali wa moto wenu, na katikati ya mienge mnayoiwasha mutapata haya. Mutapata haya. Mutapata haya. Wacha nikwambie ni yapi haya. Kwa mkono wangu mutalala kwa huzuni. Mutalala kwa huzuni. Mstari wa 11 Isaya. Hiyo Isaiah chapter 50 verse 10 to 11. Anakwambia utapata haya, huo mwenge ambao umeufunga katika ndani yako. Yaani kila wakati unaangalia, unasema wacha nikienda kwa mganga nitasaidika. Nikienda pale nikipewa kitu atanisaidia. Unajua nikienda kwa yule fulani, huyu atanisaidia. Wacha kujiwashia moto. Maandiko yananiambia kwamba utalala kwa huzuni. Utalala kwa huzuni. Utapata haya. Utalala kwa huzuni. Yaani utakuwa huna kitu. Yaani utakufa masikini. Utakufa bila kitu. Wacha kutegemea watu, mutegemee Bwana katika maishani mwako, naye Mungu wa mbinguni atakubariki. Nataka umwambie Bwana, Mungu nisamehe sasa. Mwambie Bwana nisamehe sasa makosa yangu. Nimetenda dhambi kwa sababu nimetegemea watu. Nimeokoka lakini nategemea watu. Nisamehe Bwana. Wewe ni Mungu wa rehema. Naomba unisamehe Bwana, na Mungu wa mbinguni atakusamehea. Ni mwenye rehema, ni Mungu wa huruma, na maisha yako yatakuwa mazuri. Tubu mbele za Bwana, naye Bwana wa majeshi atasimama na wewe. Nataka tuombe na wewe mpendwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naye Bwana ataonekana kwa maisha yako. Baba, katika jina la Kristo Yesu utawala, tazama ninaombea msikilizaji wangu mikononi mwako Baba. Amekuwa akitegemea watu katika ndani yake Jehova, maana mambo aliyoyatenda katika ndani yake Jehova ni mambo ya kiupambavu, ni mambo ambayo yamemletea laana, yamemletea shida. Ninavunja hiyo laana, ninavunja hiyo roho ya laana ya kutokufanikiwa katika maisha yake, maana katika ndani yake amekosa kuwa na nguvu, amekosa kuwa na jeshi, amekosa kuwa na ufanisi, amekosa kuwa na magari, amekosa kuwa na mali yake, amekosa kuwa na familia, amekosa kuwa na hivi vitu. Ni kwa sababu amemtegemea mwanadamu. Bwana Yesu, ulisema amtegemea mwanadamu amelaniwa, na watu wako hawa wanaonisikiliza wametegemea wanadamu na maisha yao yameharibika. Sasa Baba, inaharibu kila roho ya uharibifu iliyopandwa katika ndani ya dada mpendwa, na katika ndani ya ndugu mpendwa, na katika vijana hawa, na katika
katika watoto wale. Baba, nimeleta hii familia katika jina la Kristo. Nimevunja kila ghasia, kila roho iliyosimama katika maishani mwa mpendwa huyu. Nimevunja hizo karama za giza, za kiuchawi, za kiuganga, zile za kutegemea wanadamu. Bwana, umekuwa na hasira na watu wako. Waachilie Bwana, waweze kuwa na ndoa, waweze kuwa na familia, waweze kuwa na magari, waweze kujenga, waweze kuwa na nyumba zao, wakaweze kuwa na maisha mazuri, kwa sababu ndani yao kuna upumbavu wametenda, na vita vikatangazwa, na maisha yao imekuwa na shida. Baba, nawabarikisha mikoni mwako kama nabii na mtume wako uliyenituma Jehova kwa ajili ya maisha yao. Wacha Baba ukawafungue. Ninavunja hiyo vifungo, hiyo laana ya mababa, hizo laana za kutegemea watu. Sasa katika maisha yao wanaishi katika hali hovyo ndani ya maisha yao. Jehova, wacha ukawafungue na ukawabariki sasa. Kawape kazi katika na maishani mwao, wakawe na kazi, wakaweze kufanikiwa, na wakaweze kuwa watu wema, na wakaweze kuwa na ndoa, wakaweze kuwa na familia, kwa sababu sasa familia zao zimeharibika. Ni kwa sababu Mtakatifu Shotowala wametegemea wanadamu. Na Baba, nimevunja hiyo roho hiyo, iondoke kwa maisha yao, na wakapate kuandikwa kazi, wakawe na kazi zao, wakafanye kazi zao, wakafanye biashara, wakawe na maisha mazuri. Nimeharibu mipango ile ambayo ilifanyika katika maishani mwao. Nimevunja kila magonjwa na kila laana zote, maana Asa ulimpiga na magonjwa na akafa na magonjwa kwa sababu alitenda mambo ya upumbavu. Wacha Yehova watu hawa wanaosikiliza wakaweze kufunguliwa na wakaweze kubarikiwa. Nimeondoa hiyo laana katika ndani yao. Sasa hawa ni wabarikiwa. Ni katika jina la Kristo nimeomba na hata kuamini. Mpendwa, ubarikiwe na amani ya Bwana iwe pamoja nawe.